Ndugu zangu, tunapoadhimisha sherehe ya hawa wawili, ni vema kuona mtume Petro na Paulo walikuwa kina nani, kwa sababu tunajifunza kutokana na maisha walivyoishi na kazi waliofanya wakiwa bado hapa duniani nasi. Hiyo tunaweza kuangalia katika Biblia sasa wanasema nini juu ya hawa mitume wawili. Najua kwamba mtume Petro yeye ni mwenyeji wa Bethsaida na alikuwa anavua samaki. Kazi yake ilikuwa kuvua samaki. Lakini Bwana wetu Yesu Kristo alipokutana naye alimwita, akamwalika awe mvuvi wa watu badala ya samaki. Na tuliona kwamba jina lake ilikuwa Simoni, mwana wa Yona. Lakini baada ya kumwita Yesu atampa jina lingine Petro, yani mwamba, jiwe. Na Bwana wetu Yesu Kristo aliwachagua hawa wawili ili aweze kuwasaidia kwa neema yake waendelea na kazi yeye mwenyewe aliyoanzisha. Yeye aliyoanzisha kazi ya ukombozi. Na tunajua kwamba mtume Petro katika maisha yake kwa kweli alijitahidi sana ili aishi kadri ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Na kwa bahati mbaya kipindi cha mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo, kwa kuwa alikuwa anaogopa kufa au kuteseka kama Yesu mwenyewe, alimkana Yesu mbele ya watu wengi mara 3. Ni udhaifu wake, udhaifu wa kibinadamu. Lakini haimaanishi kwamba alikuwa hampendi Bwana wetu Yesu Kristo. Ni kwa hiyo baada ya ufufuko wake atakiri tena mbele ya Yesu kwamba anampenda. Kwa hiyo kwa kukiri tena kwamba anampenda Yesu mara 3, Yesu alimrudishia heshima yake na pia alimpa tena mamlaka yake kuwa kiongozi wa kanisa. Na Yesu alimchagua Petro kuwa kiongozi kuu kutokana na imani yake. Kama tulivyosikia katika Injili ya leo, ni yeye aliyekiri kwamba Yesu ndiye Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Na baada ya kuona kwamba ni Mungu mwenyewe aliyemfunulia mambo haya, Yesu akaamua kujenga kanisa lake juu yake. Kusema kwamba ili uchaguliwe kuwa kiongozi katika kanisa inabidi uwe na imani thabiti, kwa sababu mambo ya kiroho ni mambo ya kiimani. Na kama asingekiri imani yake mbele ya Yesu au asingekuwa na imani iliyo sahihi, sidhani kwamba Yesu angekubali kumkabidhi kanisa lake. Lakini kutokana na imani yake, Yesu anajua kwamba akijenga kanisa lake juu yake, kanisa litaendelea kusimama kwa imara na tutaendelea kuwa na imani ya kweli kwa Mwenyezi Mungu, kwa Bwana wetu Yesu Kristo Mwokozi wetu. Na tunaona pia kwamba mtume Petro katika maisha yake alijitahidi sana kutangaza habari njema. Kama tunakumbuka baada ya ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo, na hasa walipopokea Roho Mtakatifu siku ya Pentekoste, sasa alikuwa na ujasiri, akaanza kuhubiri mpaka watu wengi, maelfu wakaamua kumfuata Bwana wetu Yesu Kristo, Wayahudi. Kwa hiyo aliwapokea hawa Wayahudi wa kwanza waliomwamini Bwana wetu Yesu Kristo katika kanisa letu. Na pia hata wapagani
walipomwamini Bwana wetu Yesu Kristo, Mtume Petro alikuwa tayari kuwapokea katika kanisa letu na kuwasaidia ili waweze kuwa imara zaidi kiimani. Na kwa nguvu ya Mwenyezi Mungu aliweza kufanya miujiza, na katika somo la kwanza tuliona namna alivyosaidia yule aliyekuwa na changamoto ya kiafya kupata uponyaji. Kwa hiyo ni yeye alikuwa wa kwanza kati ya mitume kufanya miujiza kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo baada ya ufufuko wake. Kwa hiyo Mtume Petro tunaweza kusema sio mkamilifu kwa sababu ni binadamu kama kila mmoja wetu, lakini walao alikuwa na nia njema ya kumfuata Bwana wetu Yesu Kristo. Alikuwa na upendo kwa Yesu, na pamoja na hayo, pamoja na kwamba alikuwa na dhaifu, alijikubali kwamba yeye ni binadamu, ana mapungufu, ili kwa neema ya Mwenyezi Mungu aendelee na kazi yake, na amefanikiwa kufanya vizuri, kubaki kwa mwaminifu katika wito wake. Kusema kwamba hata sisi tunaweza kuwa na mapungufu mengi, lakini haitakiwi tukate tamaa. Tumtazame Bwana wetu Yesu Kristo anayetuita ili yeye mwenyewe aweze kutuwezesha kufanya kazi yake kwa uaminifu. Na Mtume Petro alikubali mateso kwa ajili ya Yesu. Tunajua kwamba amekufa kama shahidi kwa kusulubiwa kama Yesu, lakini yeye aliomba asulubiwe kichwa chini na miguu juu, kwa sababu hastahili kufa kama Yesu mwenyewe. Kusema kwamba kwa kweli Yesu mfufuka alimpa nguvu ya pekee ili akubali mateso, akubali kifo kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Na tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa maisha yake na kwa yote aliyofanya katika kanisa letu, kuimarisha watu katika imani, kusaidia kanisa letu kuwa na umoja, na kuwasaidia hasa Wayahudi pia kuwapokea hawa wapagani waliomwamini Bwana wetu Yesu Kristo akawa wa Kristo. Kwa hiyo Yesu alimpa Mtume Petro mamlaka, alimpa funguo za mbinguni, kwa kuwa anaona kwamba anaweza kuwa kiongozi mwema, ili kwa njia yake watu mbalimbali wapate wokovu. Kwa hiyo Yesu alimkabidhi kanisa ili kwa njia ya kanisa wale wote watakayomwamini, watakayobatizwa, waweze kupata neema, waweze kupata wokovu. Kwa hiyo tunaweza kusema kanisa ni mlango inayotusaidia kuingia katika ufalme wa mbinguni. Na katika kanisa letu kuna kila kitu, hasa masakramenti yanayoweza kutusaidia kupata wokovu. Kwa hiyo kama Yesu alimkabidhi Mtume Petro kanisa, maana yake alimkabidhi funguo za mbinguni, funguo za wokovu, ili kila mmoja wetu kwa imani yetu na kwa njia ya kanisa letu tuweze kupata neema yote tunayohitaji katika maisha yetu, na tuweze kupata pia wokovu. Na tukiangalia maisha ya Mtume Paulo, kwa kweli ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Mtume Paulo yeye alizaliwa Tarso, na tofauti na Mtume Petro, yeye alipata elimu, alipata mafundisho vizuri, lakini alikuwa Myahudi. Na kutokana na imani yake, alipoona kwamba Wakristo wameanza kuwa wengi na wanaweza kuwa changamoto wa dini yake, kwa hiyo akaamua kuwatesa. Sidhani kwamba alikuwa na nia mbaya. Nia yake ilikuwa kuilinda imani yake kipindi kile.
Sio kwamba alikuwa anataka kuwatesa Wakristo bure bila sababu yoyote. Kwa hiyo alikuwa anataka kusaidia Wayahudi kuendelea kuwa na watu wengi ili Wakristo wasiharibu dini yao. Lakini kwa neema ya Mwenyezi Mungu alikutana na Bwana wetu Yesu Kristo katika njia ya Dameski alipokuwa anaenda kuwatafuta Wakristo, kuwatesa. Na baada ya kukutana na Yesu mfufuka, alipata neema ya kuongoka na akabadilika, akaanza kumtangaza Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye mwenyewe ameteseka sana mikononi mwa Wayahudi wenyewe. Pamoja na hayo, hata Wakristo mwanzoni hawakuamini kwamba huyu alitubu kweli kweli, walikuwa wanamwogopa. Lakini kwa neema ya Mwenyezi Mungu mwishowe waligundua kwamba Yesu aliyemwita kweli kweli. Na Mtume Paulo kazi yake kubwa ni kuwa balozi wa Bwana wetu Yesu Kristo wa mataifa, kuenda kwa watu wa mataifa wapagani ili waweze kuwasaidia kumjua Bwana wetu Yesu Kristo na kumfuata. Kwa hiyo alijitoa na amekubali pia mateso na tabu mbalimbali ili aweze kutangaza habari njema, aweze kuwaokoa watu mbalimbali. Na kama alivyosema, alikuwa kila kitu kwa wote. Sasa anakubali kuwa maskini na hawa maskini ili aweze kuwavuta kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Na amekubali kufanya kazi kwa mikono yake ili apate mahitaji yake kwa njia halali, ili asiwategemee watu, asiwe mzigo kwa wafuasi wake. Na pamoja na hayo, alikuwa na ujasiri sana kusema ukweli, na pia aliwatetea watu wa mataifa, kwa sababu tunajua kwamba Wayahudi walikuwa wanataka kuwalazimisha wale waliomwamini Bwana wetu Yesu Kristo kufuata tamaduni yao, hasa labda kutahiri na kufanya mambo mengine ya Kiyahudi. Lakini yeye aliwatetea, akasema cha msingi ni imani yao. Ukimwamini Bwana wetu Yesu Kristo inatosha. Wasiendelee kuwatesa, wapokee kama walivyo, kama wanamwamini Yesu inatosha. Kwa hiyo alijitahidi sana kutangaza habari njema kwa watu mbalimbali, na tunajua kwamba alizunguka sana. Hakuna mtume aliyozunguka kama Mtume Paulo, kwa kuwa aligundua kwamba Yesu anamwalika ili afanye hiyo kazi, na Mungu alimpa nguvu kama anavyosema katika somo la pili, ili aweze kufanya hiyo kazi. Kwa hiyo alipiga vitu vilivyo vizuri, na kweli alijitahidi kuilinda imani yake na imani ya kanisa Katoliki mpaka mwisho. Kwa hiyo cha msingi ni kwamba hawa, kama nilivyosema, sio wakamilifu, lakini walimtegemea Mwenyezi Mungu